Kristo asifiwe. Na wasalimia kwa salamu ya Jamhuri ya Muungano. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Awali ya yote, leo tuko hapa tumetisha press hii, ndugu waandishi wa habari, katika kuombana shukrani, kuwaomba shukrani wananchi kwamba tumewashukuru sawa katika kujitokeza kwa wingi katika mchezo wetu ambao uliofanyika sawa siku ya tarehe 21 katika uwanja wa KMC. Tunashukuru mmetusupport sana, mlijitokeza kwa wingi katika mchezo wa watani wa jadi sawa ambao uliandaliwa na group of influencers Tanzania Promotion ambao waliandaa mchezo ule. Tunashukuru sana, mlijitokeza kwa wingi na mchezo ulifana. Ila awali ya yote tutangulize tena shukrani zetu za dhati za Kamanda Mlilo kwa kutukubalia kuandaa tena mchezo mwingine ambao utakuwa kati ya Tanzania Sports Influencers ambao watakuja watapambana na jeshi la Tanzania ambao utakaofanyika katika viwanja vyetu vile vile pale KMC Complex tarehe 4 siku ya Jumapili. Mchezo huu utakuwa ni rasmi katika kuhamasisha vijana wote, wapenda michezo wote, watoto wao, wazee, kujongea katika uwanja wa KMC kuja kushangilia kushangilia mechi hii katika kutelekeza amani ya nchi. Kwa hiyo kikubwa sisi kama Tanzania Sports Promotion tumeandaa mechi hii siku ya tarehe 4 tukicheza na jeshi la polisi Tanzania katika uwanja wa KMC. Tunatakiwa tujitokeze kwa wingi katika ili kuja kufanya kuja kusupport mpira wetu wa Tanzania. Kingine tunachotaka ukizungumzia ni swala zima la mechi yetu ya timu ya taifa, kwa sababu lengo letu ni kuisupport timu yetu timu yetu ya taifa. Na leo kama mnavyofahamu tarehe 27 timu yetu muda wa saa 2:30 ipo katika viwanja vya Morocco ikiwa inapambana na wahasimu wetu watani wetu wa jadi, mashemeji zetu, timu ya taifa ya Uganda, ambayo mechi hii itakuwa ni mechi yetu ya maisha. Hii ni mechi yetu ya maisha. Ndio maana tunasema nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Kwa hiyo tuwaombee dua wachezaji wetu na wengi tujitokeze katika TV zetu. Tuwe spiritual, tuwe na timu yetu. Ingawa physically tuko Tanzania, lakini kiroho tunatakiwa tuwe na timu yetu. Tuwaombee dua wachezaji wetu ili tuweze kupata matokeo ya pointi 3. Kwa sababu mechi ya kwanza tulipoteza Nigeria, timu ilijituma. Kwa hiyo mechi hii ina umuhimu kwetu. Ndio maana tukasema mechi hii slogan yetu ni mechi ya maisha yetu. Kwa hiyo Watanzania wote tuwaombee dua wachezaji wetu na tujitokeze kwa wingi katika kuitazama mechi hii ili kupata mustakabali wa timu yetu kuelekea kwenye mechi ijayo. Mimi sina mengi, shukrani za dhati tunazipeleka kwa DC wetu. Kwa DC wetu Mr. Mpogoro ambaye ndio mlezi wetu na mtu mkubwa anayetupa sapoti katika kufanya katika kuelekea katika mechi hii. Na vile shukrani za dhati tunazitanguliza kwa Rais wa Dar City. Rais wa Dar City ambaye naye vile ni mmoja wapo wa watu ambao walitusapoti katika mechi ile iliyokwisha ya watani wa jadi. Sasa tunaelekea kwenye mechi nyingine. Usituchoke. Sisi ni wanao na we mlezi wetu, tutakuja kukuona kuelekea kwenye mechi hii. Kwa hiyo kikubwa sina mengi ya kuongea, bali kuna viongozi wangu naye wataongea. Mimi ni msemaji wenu, msemaji wa ma-influencer wote Tanzania, Abdul Shaib Wega GB 64 almaarufu. Kwa hiyo namkaribisha katibu wangu naye aje aseme lolote. Akitoka katibu naye atakuja kumkaribisha mzee wetu. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Na hapa naahidi mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Na hapa naahidi mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Na hapa naahidi mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Awali yote kwa yote, kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, nikiwa na afya njema tele. Alimaarufu ni Moses Amblosi aka mzee wa pasi nyingi, pasi milioni. Nia na mazumuni ni taasisi yetu ya Tanzania Influencer. Na kama navyoelezea, kwanza nawashukuru sana mashabiki wote wa timu zote. Mchakato tulioandaa
wa kujumuisha mashabiki wa pande zote. Tumefanikiwa, umefanikiwa ile kisawasawa unavyotakiwa. Kwa kweli kama mimi mzee wa pasi milioni nimefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, hasa zile pasi zangu ambazo nilikuwa najiuliza mara mbili. Je, sisi mashabiki wa Simba na Yanga hizi pasi ni mdomoni au kwa vitendo? Tumeziona katika uwanja wa KMC, aliyekula amekula, nafikiri watu wote tumeona. Sasa kilichotuleta hapa leo nini? Kilichotuleta leo hapa kwanza ni timu yetu ya Taifa Stars. Tunacheza leo na ndugu zetu Waganda. Ni moja ya mechi moja kubwa sana. Sasa sisi kwa kupitia chama chetu hichi cha mashabiki leo tutakusanyika kwa pamoja kwa maeneo ya nafikiri Temeke. Tutakuwa Temeke pale ndo tutakutana wote. Target ni kukutana sasa sisi mashabiki katika kuisupport timu yetu. Japo sisi hatutokuwepo Morocco, lakini tupo kwa hapa Tanzania. Kwa hiyo na imani kwa kupitia mashabiki wenzangu wa Taifa Stars, na imani kabisa tutakutanika pale kwa wingi, dua zetu na sala zetu zitakuwa pale. Na kuna jambo lingine tayari lishakuja hapa baada ya kuona ile mechi tumecheza na watani. Ndugu zetu wa jeshi la polisi nao wametaka mechi wacheze na sisi. Na wengi wajaniona mimi siku ile nacheza, mzee wa Makoto hajamwona anacheza, na JB hajamwona anacheza, mchungaji. Kwa target sasa wanataka sasa watuone na sisi jinsi tunavyocheza ule mpira, sio kwa kwenye mdomo. Kwa mimi kama mimi ninachowaomba tu baadhi ya wadau mbalimbali, tutacheza mechi tarehe 4 katika uwanja wa KMC. Kwa hiyo kila shabiki na mpenzi wa mpira wa miguu, hata kama sio mpenzi wa mpira wa miguu, mpenzi wa mpira wote unaojua wewe, michezo yote, tukusanyike kwa wingi tuje kuisapoti mchezo wetu. Kwa leo sina mambo mengi, mengine namwachia ndugu yangu hapa mwenezi kama unavyoona. Kwa hiyo sina mambo mengi kivile. Tukutane siku ya tarehe 4 na kwa leo tukutane Temeke katika kuisupport timu yetu ya taifa. Na imani Taifa Stars itasonga mbele. Unaweza wa mwisho kuongea. Maliza mwana. Ndio malize wewe. Tanzania naipenda, usifikiri utani, ingekuwa embe dodo ningeila na majani. Nasema tena wewe, usifikiri utani, ingekuwa embe dodo ningeila na majani. Nasema tena wewe, usifikiri utani, ingekuwa embe dodo ningeila na majani. Bana, asante sana influencers wenzangu, lakini pia asanteni waandishi wa habari kwa kuja hapa na kuja kutusapoti sisi Tanzania Influencers Promotion ambao tupo na tumekuja hapa na jambo letu. Sasa nikienda moja kwa moja kwenye pointi ya msingi ni kwamba tuna jambo letu linakuja na tuna shukrani tunazitanguliza. Mimi inawezekana mkasema ikaonekana kwamba mbona kwenye mechi ile iliyopita influencers iliyopita labda hajaonekana. Mimi ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanashughulikia logistics za ile mechi ili iweze kukamilika na kwenda vile ambavyo ilikuwa inapaswa kwenda. Kwa hiyo mimi kama mshabiki wa Azam na wenzangu wa Azam tulishiriki kwa namna moja au nyingine kuisogeza ile mechi mpaka imekamilika. So tunakwenda kwenye mechi inayofuata. Mechi yetu inayofuata tunakwenda kucheza na Jeshi la Polisi Tanzania siku ya tarehe 4. Hii ni mechi ambayo sasa mwenezi anaenda kuonekana. Kuna watu wengi hawajui kama mimi nilikuwa striker. Kuna watu nimecheza nao mimi akina Jelson Tegete Mwiba, nadhani mtakuwa mnawakumbuka watu kama hao, wanamjua mwenezi ni nani. Kwa hiyo ni swala la muda, siku ya tarehe 4 tukutane KMC Complex. Leo timu yetu ya taifa Tanzania inacheza mechi kule Morocco. Leo tunacheza na majirani zetu Uganda. Ni mechi ambayo tukikaza na slogan au falsafa mwalimu wetu Miguel Gamondi, falsafa ya kushambulia tu. Kwa hiyo naamini leo tunaweza kwenda kupata kitu na tukapata matokeo ambayo kila Mtanzania ana hamu ya kuiona timu yake ya taifa ikiwa inapata matokeo hayo kwenye mashindano haya ambayo tuna qualify mara kwa mara, lakini pointi 3 kidogo imeonekana ilikuwa ni mtihani mgumu ambao tunakutana nao. Kwa hiyo naamini leo tunaenda kuzipata pointi 3. Kwa hiyo jambo la msingi la kulikamata ni kwamba leo tunaenda kushinda, na siku ya tarehe 4 wadhamini jamani, watu ambao wanajua kama unavyoona kikundi chetu kina watu ambao wana ushawishi mkubwa, kina watu ambao wakiongea kitu kinaenda na kila mtu atakisikia.
Kwa hiyo waje kutusaidia, waje kutupa tafu ili tuweze kuwafunga hawa polisi. Lengo ni kuwafunga polisi, kwa sababu tunaenda kuzana na bitu tuwafunge. Kwa hiyo lengo letu kuwafunga. So tunahitaji msaada, tunahitaji kuwezeshwa. Kwa hiyo kama alivyotanguliza kusema hapo kiongozi mwenzangu, ni kwamba tukienda kugonga hodi kwenye taasisi tofauti, tukienda kugonga hodi kwenye makampuni tofauti, tunategemea watatupa support ili tuweze kukamilisha hili ambalo tunaenda kulifanyia kazi. Jamani, Tanzania naipenda, usifikiri utani, ingekuwa embe dodo, ningeila na majani. Nguvu ya taifa, nguvu za taifa, nguvu ya mashabiki. Sitaongea maneno mengi sana sababu mimi ni mgeni kidogo, nimeteuliwa siku si nyingi. Kwa mwongeaji mkubwa hapa atakuwa ni naibu wangu ambaye ni bwana Mzee wa Saluti. Kwa hiyo naombeni kila kitu ambacho nilikipanga niongee mimi ataongea Mzee wa Saluti. Karibu sana. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Kwa majina naitwa Hassan. Katika taasisi yetu hii ni naibu katibu. Katika taasisi yetu hii ni taasisi ambayo imesajiliwa kabisa. Ina maana tumeshapewa cheti cha ithibati na kuendeleza shughuli zozote ambazo zinahusiana na mambo yetu, kufuatia miongozo ya BMT na miongozo ya serikali kutokana na jambo lolote ambalo tunaloliendea. Wazungu wana msemo mmoja, wanasema dance according to the tune, cheza kulingana na ngoma yako inavyopiga. Sisi ndio tuona hapa, sisi ni watu wa mpira. Ina maana ngoma yetu itaingia kwenye masuala ya mpira. Sisi ngoma yetu huwezi ukaiona sehemu tofauti na mpira. Ina maana mpira ndio inakuwa jambo kubwa sana. Michezo kwa maana namna moja ama nyingine, michezo kwa ujumla. Umoja wetu huu unahusiana na timu za taifa, sio za mpira wa miguu tu, basket, volleyball, sijui mpira wa kikapu, kuogelea, pete na kadhalika. Lakini watu wanaotaka kujiunga, tutatoa utaratibu ili watu wajiunge. Kwa sasa hivi kidogo tumesitisha kutokana na jamu imeshakuwa kubwa. Tutatoa tena utaratibu. Kwa mwanzo tunavyoanza ni mwanzo mzuri. Game ya kwanza ilikuwa ni game hiyo ya mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga. Tulivyoona watu wameitika, msemaji wetu wa taasisi GB64 nadhani ameshatoka kuongea kwamba tunawashukuru wote kwa kutusupport. Lakini tukaona hapa kutokana na mechi za kimataifa sasa hivi AFCON inacheza, asilimia kubwa kuna mtu ni mlevi wa mpira. Pale ambapo haoni tukio lolote la mpira, inaona nafsi yake kama inaingia na unyonge na simanzi. Tukaona sehemu ya wapishi wengi mchuzi hauharibiki. Tukaona bwana, tuna mechi ya leo Taifa Stars inacheza, lakini baada ya hapo tutakaa tena kidogo, watacheza, lakini kutakuwa hakuna mechi yoyote. Tukaamua kwa sisi kwa kushauriana, tukaona kuna tija ya kuandaa mechi nyingine, ambayo mechi nyingine tutacheza na jeshi la polisi, kwa maana kwamba Jumanne Murilo kamanda ndiyo tumeenda kutaka baraka zake, tumeenda kuomba jambo hilo na yeye ametukubalia. Hivyo basi Watanzania, wadau wa soka, makampuni mbalimbali, tutavowatembelea kuhusiana na jambo hili, msituone sisi kama wauni. Hapana, hili jambo limebarikiwa na mamlaka zote limebariki jambo hili. Kwa hiyo tunaomba, tutapogonga mlango, tunapohitaji udhamini wa kitu fulani, kama una uwezo, unaweza ukafanya nini, ukatia mkono wako. Lakini cha kumalizia, mimi niseme kitu kimoja. Mimi ni mtu ambaye pia nilipitia jeshini
kuna nyimbo tulikuwa tunaimba, naipenda mpaka nalia, naipenda Tanzania, naomba Mungu ailinde vema, amani tawale. Tazama kule Sudani hawana amani, wanafanya ibada silaha zipo mkononi. Kwa maana hiyo kwamba kupitia mpira tutatengeneza mahusiano mazuri kati yetu sisi na timu ambao tunaicheza nayo Polisi, lakini kupitia mpira tutatengeneza mahusiano mazuri kupitia sisi na watu ambao wanaotutazama, maana wengi hawatokuja, wengi watatutazama kupitia runinga na watatengeneza kitu ambacho hapa tutasema kwamba kila mmoja wetu aweke kitu ambacho kinachoitwa tulinde amani yetu, tulinde tunasema kwamba tunalinda mustakabali wetu. Amani ndiyo kila kitu katika majambo yetu, haki, wajibu, amani, vyote hivi tunatakiwa tuvilinde. Nisiwe mchoyo wa fadhila, hapa tupo wengi, kila mmoja inabidi walau wachangie, lakini kikubwa cha zaidi ni kwamba tumekuja kuhabarisha umma wa Tanzania wote kwamba hili jambo ni jema, na kila mtu yoyote mwenye jambo jema, mtu asijenge notion kwamba mbona tu hawa hapa tu kila wakienda. Hapana, serikali wa taasisi inamkaribisha mtu yoyote ambayo mwenye nia njema na jambo lake kama litapitishwa, kila mmoja anaweza akabariki na kushiriki kwa ujumla. Kwa hiyo ndio maana mwanzoni nimesema, wazungu wanasema dance according to the tune, cheza kulingana na ngoma inapopiga. Kwa hiyo sisi ngoma yetu inapiga kwenye mpira, tunaenda hivyo hivyo kimpira. Kwa hiyo nitaomba watu sapoti, pia wadhamini mbalimbali watu sapoti, wasioni ile mechi ndio imeisha. Hapana, tutapokuja kabineti ya viongozi kuomba msaada wa jambo fulani ili mechi yetu iende iweze kuruka, iweze kuwa extra mile, tunawahitaji watu tofauti. Kwa hiyo mimi kwa hapo yangu naona ni hayo. Kikubwa tu zaidi tushirikiane katika waandishi wa habari, tusaidiane katika kufanya publicity ya mechi hii ambayo bado haijawa official, ila ni official zaidi pale ambapo nyie mtapotuunga mkono kwa ajili ya kutangaza jambo hili, kwa maana jambo hili ni jema. Hii ni michezo ina vitu vingi, inatengeneza mambo mengi, protection against disease. Kuna mtu ana kitambi leo hii, na mimi sijawahi kumuona msemaji, sijawahi kuona unacheza hii mechi, nataka nimuone pasi milioni yumo mle, nataka kumuone mzee wa maokoto, sina muonaga pale, aje acheze Silva, kwa sababu Muliro alisema na umoja huu usivunjike na hautavunjika. Mungu, tunakushukuru kwa jambo lililopita ambalo umetuwezesha Watanzania tukawa sehemu moja, hasa wapenda mpira kwenye uwanja wa KMC na tukafanikiwa. Mungu uliyeumba mbingu na nchi, tumepanga mechi nyingine tena, tunacheza na Polisi siku ya Jumapili ijayo tarehe 4. Mungu, mipango tutakaenda kuipanga ukatufanikishe nayo, tukafanikiwe ili siku hiyo watakwenda uwanjani wakapate furaha. Mungu, ninaikabidhi timu ya national team siku hii ya leo. Amen. Tukapata ushindi, wa Tanzania wakafurahi. Kama siku zote unavyonisikia ninavyokuomba, na leo tena Mungu nakuomba uliumba mbingu na nchi, wewe ambaye ni Alfa na Omega, wewe ambaye ni mwanzo na mwisho, wewe ambaye ndio ule jana na leo na hata milele, wewe uliyekuwepo kabla ya misingi ya dunia haijaumbwa. Nakushukuru kwa maana tayari ishakuwa. Ninakushukuru tayari maana tushashinda siku hii ya leo. Siku hii ya leo ninaikabidhi Taifa Stars mikononi mwako, na watoto waseme amen. Amen.